Marekani inatoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na kamili juu ya madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania baada ya kushikiliwa kwa wanaharakati wawili, Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire, ambao sasa wameachiliwa huru. Walizuiliwa nchini Tanzania mapema wiki hii. Walikuwa wameenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa Chadema ndugu Tundu Lissu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani, idara inayohusika na masuala ya Afrika, imesema Marekani ina wasiwasi mkubwa na ripoti za unyanyasaji nchini Tanzania kwa wanaharakati hao wawili wa Afrika Mashariki. Boniface Mwangi aliachiliwa huru siku ya Alhamisi baada ya Kenya kutoa wito kwa serikali ya Tanzania kuchukua hatua ya haraka na bila ya kuchelewa, kwa mujibu wa sheria na kanuni za kimataifa kidiplomasia. Aidha, mwanaharakati wa Uganda Agatha Atuhaire alitambuliwa na State Department, wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Mnamo 2024 alikuwa mshindi wa tuzo za kimataifa ya wanawake wa ujasiri duniani. Habari kutoka Kongo. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, amemlaumu mrithi wake Rais Felix Tshisekedi kwa kuingiza nchi katika machafuko na kutoa wito kwa Wakongo kuungana ili kurejesha sheria na utulivu nchini mwao. Rais huyo wa zamani amesema, "Nimeamua kuvunja ukimya kwa sababu kwa kuzingatia hali ambayo nchi yangu inapitia, kuendelea kukaa kimya kwangu kungenifanya nifunguliwe mashtaka mbele ya mahakama ya kihistoria kwa kushindwa kusaidia zaidi ya watu milioni 100 walio hatarini." Pia Bwana Kabila alitoa hotuba ya moja kwa moja kutoka eneo lisilojulikana siku ya Ijumaa, siku moja baada ya kupoteza kinga yake kwa madai ya uhusiano na kundi la M23. Amesema kwamba mfumo wa haki ulikuwa chombo cha ukandamizaji kwa udikteta unaojaribu sana kuendelea kuwa mamlakani. Waziri wa sheria Constant Mutamba alisema uhalifu unaodaiwa na Kabila ni pamoja na uhaini, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na kushiriki katika vuguvugu la uasi mashariki mwa nchi ya Kongo. Washington inashinikiza makubaliano ya amani kutiwa saini kati ya DRC na Rwanda msimu huu wa kiangazi, yakiambatana na mikataba ya madini inayolenga kuleta mabilioni ya dola za uwekezaji wa magharibi katika eneo hilo, kulingana na Masad Boulos, mshauri mkuu wa Donald Trump kwa Afrika, aliyenukuliwa na shirika la habari la Reuters. Habari kutoka Ukraine. Watu 15 wamejeruhiwa na nyumba kadhaa kuharibiwa baada ya Urusi kushambulia mji wa Kiev kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani usiku wa kuamkia Jumamosi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kuwa ulikuwa ni usiku mbaya sana kwa taifa hilo. Katika jumbe kupitia mitandao ya kijamii, Zelensky ameitaka jamii ya kimataifa kuiwekea Urusi shinikizo kupitia vikwazo zaidi ili ikubali kusitisha mapigano. Maafisa wa usalama mjini Kiev wanasema kuwa mashambulio hayo yalitokea katika wilaya 6, huku eneo la Oboloni kaskazini magharibi mwa Kiev iliathirika vibaya. Siku ya Ijumaa, mataifa hayo mawili yalishiriki katika zoezi kubwa la kubadilisha wafungwa, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema hii ni hatua nzuri katika juhudi za kuleta amani kati ya pande zote mbili. Hata hivyo, Moscow na Kiev zimelaumiana kwa kutokuwa na nia ya kumaliza vita hiyo. Mwisho wa habari. Nikiripoti kutoka wilaya Mbozi mkoani Songwe. Jina langu ni Joseph Ochieng. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment ili uweze kupata updates mbalimbali.